Mimi naitwa Christopher Semwinga, hali maarufu Jabali la Yesu. Natokea mkoa wa Songwe, mji wa Tunduma. Pale ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mkoa wa Songwe na Tunduma. Kilichonivutia, nilipata taarifa, kwanza niliona status za watu mbalimbali na taarifa mbalimbali kupitia mitandao wakiinadi kipengele. Kwa nikavutiwa kulingana na picha na mandhari ya mito, mauawa na the way sherehe zinavyoendelea mahali hapa. Kwa hiyo zilinivutia sana hadi zikanifanya nipange safari kuja huku. Baada ya kufika hapa mimi nimeenjoy sana, nimefurahi. Kile nilichokitarajia ndio nilichokikuta hapa. Burudani iliyonivutia mimi ni ile inaitwa ile ya wanahifadhi inaitwa Bless Band. Bless Band nilinivutia sana vile vilani vyao walipokuwa wanavitumia kunadi na kuimba nyimbo mbalimbali za nchi ya Tanzania. Kwa hiyo nilifurahi sana, lakini pia kulikuwa wapiga ngoma hapa kutoka sehemu mbalimbali. Mimi kiukweli nilienjoy sana. Si Watanzania wenzangu kwamba hizi hifadhi na maliasili za Tanzania ni za kwetu. Tusiwaachie tu watu kutoka nje wanakuja wanaenjoy, alafu sisi Watanzania wenyewe tunashindwa kunufaika na hifadhi zetu. Uzuri bei ni nafuu za mahali hapa na sehemu nyingine za hifadhi nyingine mbalimbali za Tanzania. Kwa hiyo ni wasii wa Tanzania wenzangu, tufike tuijue Tanzania yetu jinsi ilivyo na mandhari yake. Katika hifadhi yetu hii ya Mpanga Kipengere yapo mengi ambayo nilikuwa natamani kuyashuhudia ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere, lakini jambo kubwa ambalo limenivutia mimi ni kutaka kuona hifadhi kwa muda wa usiku inaonekanaje. Leo nimeshiriki matukio mbalimbali ikiwemo kucheza ngoma za asili, tumeshuhudia ngoma kutoka kwa kabila la Wabena, lakini tunatamani pia kesho tupate burudani nyingine zaidi kutoka makabila mengine ili tuendelee kufurahi zaidi. Nimefurahi zaidi na napenda kuwaalika Watanzania wenzangu, mkipata nafasi ya kutembelea hifadhi ya Mpanga Kipengere, basi fikeni, tufanye utalii wa ndani, enjoy fahari ya taifa letu. Kitu kikubwa ambacho kimenishawishi mimi kufika hapa, nilikuwa naona haya maporomoko na nilitamani sana kuja kuyaona live, kwa sababu mara nyingi nilikuwa nayaona tu kwenye television. Kwa hiyo nashukuru Mungu, nimekuja mazingira nimeyapenda, ni pazuri, nimepaona, nimefika kabisa kwenye maporomoko, nimeenjoy siku ya leo. Nashukuru sana. Sisi kama hifadhi ya Mpanga Kipengere TAWA ambayo iko mikoa ya Njombe na Mbeya, katika msimu wa likizo au msimu wa sikukuu wa mwaka 2026 tuliandaa tukio la kiutalii ambalo lilienda kwa jina la camping holiday au likizo hifadhini. Na lengo la idara ya utalii ya hifadhi ya Mpanga Kipengere kuandaa tukio hilo ni kutokana na uchambuzi wetu wa watalii wanaotutembelea. Tunaona walio wengi walikuwa tunapokea makundi makubwa ya watalii kwa mwezi, inaweza tukapokea watalii mpaka 400-500. Lakini ukiangalia almost 95% au 95% ni wale tunasema day trip tourist, watalii wa kutwa. Hawalali ndani ya hifadhi, lakini maeneo ya kulala yapo. Kwa hiyo idara ya utalii baada ya kuchakata kuona kuna hilo gap, ndo wakaunda hilo tukio ama hiyo event ya kiutalii ambayo tukaipa maarufu kwa jina la camping holiday. Hii camping holiday ilikuwa ina dhana ya kueleza watalii wetu ama umma kuhusiana na uwezekano wa mtu kuweza kulala ndani ya hifadhi, kwa sababu walio wengi kulala ndani ya hifadhi pengine walikuwa wanahisi wana hofu labda ya wanyama wakali, pia wanahisi gharama pengine ni kubwa, au labda malazi wao kulala ndani ya hifadhi hayapo, au pengine hakuna
kitu ambacho yani hakuna huduma ya kulala hifadhini, au pengine usiku ndani ya hifadhi hakuna zile huduma au activities za kiutalii. Kwa hiyo dhana kubwa ya camping holiday ilikuwa hapo. Lakini pia walitumia tenti, kwa maana ile dhana ya camping holiday. Pia tulikuwa na mahema tumepiga kwenye kambi ya utalii ya Kimani ambayo iko jirani kabisa na maporomoko ya maji ya Kimani na sio mbali kutoka pia lango la utalii wastani wa kilomita 13. Lakini pia tuna malazi ya cottage ambako pia kwenye malazi yao pia kuna watalii walilala. Pia tulipokea pia watalii kutoka nje ya nchi, kwa sababu tunaweza kafiba tulipokea tu wa Tanzania, hapana, tulipokea na watalii kutoka kama nchi za Ujerumani na nchi za Urusi pia tulikuwa nao kwa hiyo siku ya jana, kwa maana ya kufunga na kupokea mwaka 2026 ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Kwa hiyo kwa kionjo tulichokileta kwenye camping holiday cha brass band ya Jeshi la Uhifadhi TAWA, tumeona ilivyokuwa imeamsha hisia za watalii. Kwa hiyo tunalichukua kwa maana ya litakuwa ni moja ya package kwenye event zetu zote ambazo watalii wanakuwa wanatutembelea. Lakini pia sasa haitakuwa tu pale campsite, itakuwa pia kwenye hizi activity nyingine ambazo tunafanya, mfano Waterfalls Night Tour, nako kule pia tutaendelea kuweka brass band. Lakini hii brass band pia itakuwa ina route march, itakuwa inapokea wageni, yani itaanza tukio lile la kiutalii itakuwa inaanzia getini, kwamba watalii wote watakuwa wanapokelewa na brass band. Lakini kwenye yale maeneo ambayo watakuwa zile stopover, labda picnic site au sehemu ambayo kufanyia utalii maalum, pia watapata pia hiyo huduma ama furaha ya brass band. Kwa hifadhi ya Mpanga Kipengere hapa tunasema ni nyumbani kwa maporomoko ya maji, kwa sababu kwa sasa tuna zaidi ya maporomoko ya maji 100, lakini pia tuna utalii ambao umefungamanishwa na historia ya Chifu Mkwawa na Merere, kwa sababu pia kuna ngome za hawa machifu ambao waliwahi kuzitumia, ambazo bado ziko ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere kama kivutio kikubwa sana cha utalii. Lakini pia tuna utalii tunasema geotourism, kwa maana utalii kwenye sura ya dunia, ambayo sasa hii unaweza ukauona au unashereheshwa vizuri kama utaitembelea bustani ya dunia ambayo iko wastani wa kilomita 50 kutoka lango la utalii. Hii bustani ya dunia ni bustani ambayo kwa kweli ukienda ina muonekano wa kipekee, ina maua ya kila namna, na msimu wake ndio huu kuanzia Januari inaanza kupendeza, kwa maana inatoa maua ya kila rangi na maua yanabadilika kwa kila mwezi mpaka unapofika mwezi Aprili. Lakini vile vile pia tuna utalii tunasema wa kupanda milima, tuna hiking tourism, ni sehemu nzuri pia ya kufanya. Lakini pia utalii wa kimatukio, kwa maana event tourism, kwa wale ambao wana birthday, wana engagement, wana harusi, tuna maeneo mazuri sana. Mfano hata bustani ya dunia yenyewe ukifanya setting kule, kufanya hiyo any kind of event ambayo unataka kufanya kwa watoto au familia au grupu, taasisi. Lakini kama watu watapenda kupeana tuzo, mfano kama watu wanapeana tuzo kule Kimani Waterfalls, ile Makonela Waterfalls, Merere, ni maeneo mazuri sana ambayo kwa maana ya ule utalii wa kimatukio. Lakini pia utalii wa mikutano midogo ya watu ambao kuanzia watu 50 mpaka 80, tuna hayo maeneo ambayo sasa tukafanya setting na mkaweza mkafanya mkutano wenu kwa vizuri. Lakini haya maeneo pia yana wifi, kwa hiyo hapa unapofanya ile mikutano mnaweza mkaendelea kujiconnect na meeting, hata kama ni zile meeting za moja kwa moja, kwa maana online meeting, kwenye baadhi ya maeneo ambayo tumeyafungia wifi ndani ya hifadhi kwenye nature na mazingira very close na maporomoko ya maji.